Niwashukuru sana. Na hasa niwashukuru kwa kauli mbiu ambao mmeitohoa kitanzania, haki na maisha endelevu kwa mlaji. Kauli mbiu hii inatafasiri swala zima la kumlinda mwanadamu. Leo hii tunapoadhimisha siku ya mlaji duniani, ni jambo muhimu sana katika taifa letu hili, lakini kwa wanadamu wote duniani. Nitoe maelekezo kwa taasisi zote ambazo zina haki ya kulinda walaji, wafanye kazi yao kwa weledi na uadilifu hali ya juu ili mradi tusonge mbele. Nishukuru sana FCC kwa kazi kubwa inaendelea kuifanya, na taasisi zote TBS, WMA na taasisi zingine zote. Ndugu zangu, ajenda ya kumlinda mradi ni jambo la msingi sana katika taifa, na vile vile ni haki kama ilivyosema katika swala zima hili la kauli mbiu ya mwaka huu. Imani yetu kubwa kwa vile wiki hii sasa leo hii inahitimishwa iliendana na mafunzo katika maeneo mbalimbali, na hasa kutoa elimu kwa umma kufahamu haki zao na kuweza kuzifuatilia. Jambo hili ni jambo la msingi, tuendelee kufanya kazi na kuwapambana kwa hali zote. Ninafahamu mabadiliko yetu ya sheria yale yanaifanya kwamba wengine nao waige vizuri kuangalia wale wanaosimamia haki za hasa haki za mlaji, waangalie miongozo yao na sheria yao jinsi gani kufanya, mwisho wa siku wote wa Tanzania kwa ujumla haki zao zitaenda kulinda. Ndugu zangu, leo hii na hii mtendaji wetu mkuu wa FCC, mwakani kwanza angalieni siku hii. Inapaswa siku hii ifanywa kama jumuisho. Kuna taasisi nyingi zinashughulikia haki za mlaji. Tukizungumzia TCRA ambao wanamlinda mtu bando yake kiasi gani itumike, siku ya leo lazima tusherehekee pamoja. Jinsi gani wa Tanzania wamelindwa katika haki zao. Je, bando iliyonunuliwa inahifadhiwa, inatumika vya kutosha? Lakini sio hivyo. Hata wenzetu wa EWURA lazima tushirikie pamoja. Nao wanamlinda mlaji katika upande wa nishati. Je, watu wanapata haki yao stahili katika eneo hiyo? Leo siku ya haki ya mlaji. Lakini sio hivyo. Watu katika sehemu wanaosimamia utaratibu wa vyombo vinavyosafiri barabarani, mabasi, leo hii inatokea wakati mwingine. Tunafahamu wakati ikitokea siku za Christmas, ukitaka kwenda Arusha na Kilimanjaro, bei ya nauli kutoka bei ya kawaida inapanda karibuni mara 2. Manake mradi hajalindwa. Leo hii tuna kila dhamana, wakati tunaadhimisha siku hii, watu wote wanaofanya taratibu za kuwalinda walaji lazima tushirikiane kwa pamoja kwa lengo kubwa tusonge mbele. Lakini hili jambo lina maana yake kubwa zaidi, na hasa kuangalia kwamba ile upataji wa bidhaa iliyokuwa bora. Ndugu zangu, naomba niwaambie, siku hii tunapoadhimisha inachagiza wazalishaji wa bidhaa mbalimbali kwanza washindane, wazalishe bidhaa bora itamfanya mnunuzi aweze kuridhika nayo. Lakini sio hivyo, kulinda usalama wa taifa. Ndugu zangu, naomba niwaambie, endapo kama swala zima la haki za watu hazisimamiwi vizuri, maana yake ni kwamba kuna watu wengine wanaweza kufanya mambo mabaya katika swala zima kulinda haki za watu na usalama wa taifa. Imani yangu kubwa, wote wale kuhusika katika taasisi za usimamiaji za haki za watu wa kulinda mradi watahakikisha kwamba wanafanya hivyo vizuri. Lengo la mwisho ni kwamba Watanzania wahakikishe wanapata ile kinachostahili katika haki yao ya msingi. Katika kuadhimisha siku hii, tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Sana. Jambo la kwanza kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki vizuri katika maeneo mbalimbali ya kimaendeleo na kuwapatia haki yao stahili kwa mujibu wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. FCC anafanya enforcement katika eneo lake hili. WMA anafanya enforcement katika eneo lake. TBS anafanya utaratibu katika eneo lake. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Yeye amekuwa kinara na mstari wa mbele kuhakikisha haki za walaji wa Tanzania zinafikiwa vizuri katika upande huu wa kisiasa. Jambo la kwanza, tumshukuru kwanza kwa ajenda aliyokuja nayo, na hasa ikiwagusa kina mama, kulinda afya za kina mama, swala zima la kuchagiza nishati safi ya kupigia. Piga makofi tafadhali. Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa champion katika mkutano wa COP28 alipozindua kampeni hii ya Afrika. Ilikuwa ikilenga jinsi gani kuwalinda kina mama wa Afrika, lakini vile hususan kutoka hapa Tanzania. Lakini sio hivyo tu, kwa kazi kubwa anaendelea kuhakikisha kwamba anawalinda wa Tanzania kupata haki zao katika maeneo mbalimbali. Leo hii ndugu zangu, tunashuhudia kazi kubwa inayofanywa katika maeneo mbalimbali, na hasa maendeleo ya ujenzi wa miundombinu kupatia fursa wananchi wa Tanzania. Lengo kubwa ni kwamba kuhakikisha Watanzania wanalindwa. Katika upande wa viwanda,
swala zima la kuchagiza uvutiaji wa uwekezaji nchini. Tunapokuwa wawekezaji wengi katika nchi yetu, maana yake watashindana, bidhaa zitapatikana kwa ubora lakini kwa bei nzuri zaidi. Tushukuru kwa juhudi kubwa iliyofanywa katika sekta mbalimbali. Leo hii tumeendelea kupata mafanikio makubwa sana kwa sababu ya kuhakikisha watu wanashindana, wanazalisha bidhaa bora. Nimesema mara zote, graduates wetu sasa hivi ni wengi zaidi. Absorption capacity ya serikali, hawatu wote hawezi kuajiriwa serikalini. Na hiyo sio Tanzania, ni nchi zote duniani. Private sector, upande wa biashara, upande wa viwanda, ndio sehemu ambayo dirisha la kuhakikisha watu wanapata ajira. Ni jukumu letu kubwa kwa kutengeneza mazingira wezeshi ili mradi wa wawekezaji waendelee kufanya vizuri katika maeneo haya. Ndio maana jana, usiku wa jana, nilipokaribishwa na kijana mwenzetu Diamond pale, alipozindua ile sabuni yake ya WhatsApp, nikasema vijana wa Kitanzania tusonge mbele, tuwe na ubunifu, tuanzishe viwanda, tuanzishe biashara, nchi changamke, vijana wapate ajira, pato la nchi liongezeke. Hudumia wanyonge, hapa hakuna wanyonge katika biashara. Lazima tushikamane kwa pamoja, wote tusaidiane, tuhakikishe tunasonga mbele, tuongeze tija katika taifa letu. Mwisho lakini si kwa muhimu, nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake, moyo wake, huruma yake na juhudi kubwa anayofanya kwa Tanzania. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, niwaambie, na hapa nizungumze kidogo kidogo. Rais halali wala hapumziki. Rais halali wala hapumziki. Siku zote nawaambia watu, unaweza kuona rais anatanua sana, lakini halali hapumziki. Kila muda, manake muda umekuwa occupied kwa ajili ya Watanzania. Tumuombee sana. Na hasa katika mwaka huu wa uchaguzi. Leo hii tunaposema ushindani bora, leo hii tunapoazimisha wenzetu wengine, siku kama hii leo inapita kwa sababu hakuna usalama. Watu mabomu yanapita hapo. Vurugu zinaendelea. Kina mama na watoto wanakimbia. Watu wamebeba mizigo kwa sababu hakuna usalama. Niwaombe ndugu zangu, ajenda ya amani na usalama kiwe jambo la msingi katika mwaka huu. Kwa vile ni mwaka wa uchaguzi, tuna kila sababu, na hasa kina mama, niwaombe sana, sisi vinywa vyetu viwe wa kwanza kuhubiri amani. Tukifahamu wazi kuhakikisha kwamba ikitokea changamoto yoyote, sisi kina mama hasa na watoto na sisi kina baba wote tutakuwa wenye kuathirika. Lakini unaambiwa vita vikitokea, mabwana hugeuka kuwa watwana. Machafuko yanapotokea, hakuna mimi bosi, hakuna mimi manager wala mkurugenzi. Wote mtakimbizana na wote mtaomba mikate na maji ya kunywa. Hali inakuwa ni mbaya. Niwaombe, katika mwaka huu wa uchaguzi, tuhubiri zaidi amani, tuhubiri zaidi ushirikiano, tuhubiri zaidi udugu. Tukifanya hivi, tutakuwa tumejitendea haki zaidi. FCC tumekuwa tukitekeleza majukumu haya kwa mujibu wa sheria, na kwa kupitia kauli mbiu ya mwaka huu tumejipanga kikamilifu kumhudumia mlaji katika nyanja za kiuchumi, kijamii na kimazingira kupitia marekebisho ya sheria ya ushindani ambayo sasa inatupa nguvu FCC ya kushughulikia malalamiko ya mlaji, kuyatatua na kuwapatia majawabu yakinifu. Aidha, ili kutimiza uwajibikaji huu, tunahitaji ushirikiano wa pamoja katika kumlinda mlaji na kumhakikishia haki zake kwa kuendelea kutoa elimu juu ya masuala ya kumlinda mlaji na haki zake kwa kushirikiana na wenzetu wa taasisi zilizo chini ya wizara yako kama vile TBS, shirika la viwango, msajili wa makampuni ya BRELA, wakala wa vipimo WMA, shirika la viwanda vidogo SIDO, mamlaka ya biashara ya ndani TanTrade na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa Tume ya Ushindani imethibitishwa kimataifa katika utoaji wa huduma bora kwa wateja kwa kuzingatia viwango vinavyokubalika kimataifa. FCC tumepata cheti cha uthibati ya ubora, yani ISO 9100/215 kuanzia Disemba 2024. Na hii kitu sio cha kudumu. Itakuwa ni lazima tumejiweka sisi wenyewe. Tutakuwa tunapitiwa kila mwaka kuangalia, je, tunastahili ku-maintain tubaki hapo ama vipi? Na katika chumba hiki niliwaeleza wafanyakazi wa FCC nitapata aibu kubwa nikiwa mwenyekiti. Tunapata ISO halafu tunanyang'anywa baada ya muda mfupi. Taona aibu, itakuwa aibu kubwa sana. Kama tunavyotangazia umma leo kwamba tumepata. Tukishindwa waandishi wa habari hatutakuwa na haja ya kuficha. Inabidi tueleze ili tuhojiwe. Kwa nini mmeshindwa? Hatukulazimishwa kuingia kwenye hii, tumejitakia. Mkurugenzi mkuu amesema 20% wala hazifiki taasisi za umma zinazofika 20%. Chini hata 10% ambao wamekwenda wenyewe kutaka kuwa certified
ili upate hiyo, na unakuwa usimamizi wa ubora wa bidhaa, ni quality management service system unaingia, na huo ni uamuzi wa kimkakati wa Tume ya Ushindani katika kutoa huduma na kutoa msingi thabiti kwa maendeleo endelevu. Ndugu yangu Captain hapa Tenga akiwakilisha wenye viwanda anajua kama alivyoeleza, hawaji hapa kuwekeza tu kwa ajili ya soko letu. Mfano Dangote kati anakuja kuwekeza kile kwenda Mtwara, kwa nategemea vile vile simenti yake apeleke hata nje. Sasa huwezi kuhudumia watu wa namna hii kama huna viwango vya kimataifa. Kwa maana nyingine, Mheshimiwa Waziri, taasisi yako FCC tuko viwango vya kimataifa. Captain, ingekuwa tunacheza mpira, tuko kombe la dunia finali sasa tunashaka. Tumejipeleka wenyewe, tunacheza finali. Ni dhahiri kwamba FCC kuwa na cheti cha udhibiti inamaanisha tumekidhi viwango vya kutoa huduma bora vinavyotabirika. Lazima wewe vinavyotabirika. Unajicommit, utatoa majibu katika muda gani. Hii habari njoo kesho ambao haiji, hapana.